Tumeona ujenzi wa mabweni utatatua tatizo kubwa la wanafunzi wetu wa kidato cha 5 na cha 6 ambao wanaweza kusafiri umbali mrefu kwa kutafuta elimu na baadaye kurudi. Mwisho wa siku ilikuwa inapunguza ufanisi na tija ya ufaulu wa wanafunzi wetu. Naamini kupitia mabweni sasa tija itaongezeka na ufaulu kwa watoto wetu utakuwa ni mkubwa. Lakini pia hata ule mmonyoko wa maadili ambao unapatikana njiani kipindi ambacho mtoto wa kike anasafiri kutoka shuleni kwenda nyumbani, naamini kwa sehemu kubwa sana utapungua. Kwa hiyo nikupongeze Mheshimiwa DC na timu yako, afisa elimu, mkurugenzi, kwa kazi kubwa mnaoifanya ya kuweza kusapoti yale maono na malengo ya Mheshimiwa Rais. Tumeambiwa mradi ulikuwa unagharimu milioni 348 pesa za Kitanzania na milioni na shilingi 420, shilingi 420,500, lakini mpaka sasa mmeshapokea milioni 304,950,000. Kwa kweli tupige makofi sana serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kusapoti elimu ya watoto, lakini tuyapongeze pia wananchi kwa mchango wao, kwamba wao wananchi wamechangia milioni 15,400,000. Makofi mengi sana kwa wananchi. Kwa mpaka sasa fedha iliyotumika ni milioni 235,836,463. Na jengo liko asilimia ngapi? Asilimia alikuwa anasoma taarifa ya asilimia 70 ya mradi. Huko asilimia 70 ya mradi. Yeah. Kwa tunaamini kwa fedha iliyobakia mradi utakamilika, si ndio? Kwa tunategemea mwezi wa 7 huu watoto wetu wataanza kusoma hapa kwa kidato cha 5. Kwa tupige makofi mengi sana. Lakini kwa general comment, Mheshimiwa DC, umeona tuko wanapita kule, siku zijazo mjaribu kuzingatia mazingira ya ndani, kwa mabweni mengine mtaendelea kujenga urefu. Hata kama michoro inasema toka TAMISEMI iko uniform, lakini muangalie mazingira. Angalau mzingatie urefu wa roof, kwa sababu vitanda vinakuwa ni double decker, ili watoto wakiweza kupanda juu wasiweze kuharibu miundombinu, kugusa rufu au kugusa nyaya za umeme. Lakini otherwise mradi uko vizuri, tunawapongezeni sana. La pili, bweni la watoto wa kike, si ndio hili hapa? Kwa kwenye mipango yenu mzingatia liwe na fence. Unajua hapa kuna watoto wa kiume na watoto wa kike. Kwa hiyo ili kutenganisha hiyo, najua mtaweka usimamizi wa kuangalia, lakini lazima mtengeze ngao fence, ili watoto wa kike kusiwe na muingiliano na watoto wa kiume, kwa sababu wakati mwingine unakuta utamweka matron au patron lakini asiwe na uwezo wa kudhibiti. Ni shukuru serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi kwa namna inavyohangaika na matatizo ya wananchi. Na hapa lazima niseme ni washukuru wilaya Chunya kwa namna mnavyoweza kubudget hela zenu kuelekeza kwenye mahitaji halisi ya sisi watoto wa maskini. Tujipigie makofi mengi sana. Tuko shuleni tunajifunza namna bora sasa ya kukusanya kodi, lakini na kuwarudishia wenzetu hela zao kwa kuwapa service. Mradi wa ujenzi wa mabweni mawili katika sekondari ya Sangambi umepokea shilingi milioni 304,950,000, ikiwa mapato ya ndani ni shilingi milioni 289,550,000 na nguvu za wananchi ni shilingi milioni 15,400,000. Kiasi cha fedha kilichotumika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu hadi sasa umetumia kiasi cha shilingi milioni 235,836,863, ikiwa shilingi milioni 220,486,863 ni fedha toka mapato ya ndani na kiasi cha shilingi milioni 15,400,000 ni nguvu za wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka sasa mabweni yote yako hatua ya ukamilishaji na kazi zinazoendelea ni pamoja na uwekaji wa marumaru, usukaji wa mfumo wa maji safi na taka, utengenezaji wa vitanda, utengenezaji wa madirisha ya aluminium na milango. Aidha, kazi ya uchimbaji wa kisima cha maji haujafanyika, ambapo mradi unasubiria majira sahihi ya uchimbaji wa maji kulingana na ushauri wa mhandisi wa maji, ambapo utekelezaji wake unategemea kuanza mwishoni mwa mwezi huu. Kwa majina naitwa Hafsa Kasuva, ni mwalimu katika hii shule ya sekondari Sangambi. Tunashukuru serikali yetu imetuletea ujenzi wa majengo ya mabweni kwa ajili ya O-level. Hii itakuwa chachu katika mazingira yetu, kwa sababu kuna changamoto watu tunazipitia, watoto wa huku hawana muamko wa elimu.
wengi wao huwa wanajikita zaidi katika uchimbaji, lakini upatikanaji wa mabweni haya na mwanzilishwaji wa kidato cha 5 itakuwa chachu kwa wanafunzi wa hapa kupata motisha au wao kuona watoto wenzao au watoto kutoka mikoa mingine jinsi ambavyo wanajikita au wanaifukuzia zaidi elimu. Kwa hiyo haya majengo tunaamini ni fursa adhimu katika mazingira yetu na maeneo yetu. Asante. Naitwa Madam Jacqueline kutoka hapa Sangambi Sekondari. Binafsi nimefurahishwa sana na kitendo hiki cha kujengewa mabweni kwa sababu shule yetu ndo kwanza mpya, ina miaka 5 tu toka imeanza. Lakini ninaweza nikasema 80% tayari vitu vyetu vimekamilika. Tuna mabweni, tunatarajia kupokea kidato cha 5 hivi karibuni, lakini pia tuna maabara nzuri, yani kwenye kila fursa ambayo imetoka na sisi imetukuta. Kwenye ujenzi wa madarasa pia tulibahatika, tumejengewa madarasa takriban nafikiri 11 kama sijakosea. Kwa hiyo kwetu sisi tunasema ni neema, it's a blessing for us. Kwa hiyo tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kabisa kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kutuona sisi, kwa sababu nafikiri wote mnaona hapa ni kijijini, si ndio? Lakini miundombinu tuliyokuwa nayo ni zaidi ya kijijini. Kwa majina naitwa Neema Ngimelo Kandonga. Tunaishukuru serikali kwa kutujengea mabweni, maana tulikuwa tunapata tabu wanafunzi tunaotoka mbali kutoka manyumbani kuja hapa shuleni. Kwa kutujengea mabweni tutakuwa natoka hapa, usomaji, namna usomaji utakuwa ni rahisi, hata kufaulu pia itakuwa ni rahisi kwa sababu tutakuwa natoka hapa, chakula ni hapa, mambo yote ni hapa. Tunashukuru sana. Makibasi ni mwanafunzi wa kidato cha 3. Tunashukuru sana serikali kwa kutujengea majengo haya kwa sababu yamewasaidia wazazi na sisi pia kufaulu kimasomo. Wazazi wamewasaidia kupunguza gharama za kupeleka shule za mbali ziko nje ya kata yetu hapa ya Sangambi. Tunashukuru sana serikali. Jina naitwa Nyagawa Mengo. Huduma tunazozipata kutoka serikalini, kwanza wametujengea mabweni, pili wametujengea madarasa, vyoo, na pia tena ametuletea maji, umeme, yote umetoka serikalini. Tunashukuru napenda kuishukuru serikali kwa kuwa imetuboreshea masuala mazima ya elimu. Kwa majina naitwa Steven Msa Mhungi. Cha kwanza ningependa kuishukuru serikali iliyopo madarakani kwa wakati wa sasa kwa kutuwezeshea kutujengea miradi mbalimbali. Kama hapa shuleni kwetu tumeongezewa na madomo ambayo yatatuwezesha kuwa na kidato cha 5 na cha 6 kwa mwezi wa 7. Tunashukuru sana kwa sababu hii hapa imetusaidia katika mambo mengi, imeweza kuongeza wanafunzi, imetuwezesha labda kuimprove performance kwa sababu shule ina miundombinu mbalimbali. Hapa tunawezeshwa kusoma, kuna umeme masaa 24 tunasoma. Kwa hiyo shule hii mpaka sasa hivi ni shule ambayo ni shule kubwa katika wilaya ya Chunya kwa kufaulisha.